Tumwa. Naamini katika maendeleo ya pamoja. Mke wangu mimi nampenda sana, natambua hilo. Kwa hiyo siamini kwamba ukimficha mwanamke ndio inafaa. Ana kipawa, kila mwanadamu duniani ana kipawa. Kwa hiyo kama yupo I sound mwanamke kuja kwa mchungaji wa kiume kumwelezea kwamba imagine sasa mwanamke sasa sehemu zake huku, nielewe nikisema hivyo, Ikulu. Kuna shida huku Ikulu, alafu anakuja kwa mchungaji wa kiume, yani kunakuwa na ukakasi fulani. Kwa hiyo kama una mke alafu Mungu amempa kipawa cha uchungaji, ina sound vizuri, akienda kumwelezea matatizo yake anakuwa yuko comfortable na anakuwa anaelewa kwa sababu ni mwenzie. Kwa mimi naamini kwenye kunyanyua vipawa, mimi siamini kwenye utumwa, na ndio maana watu wote ambao nakuwa nao natamani wapande. Kwa hiyo yeye kwa sababu ni mama IPM inakuwa ni zaidi. Kwa hiyo natamani kipawa chake kiende juu zaidi, anafundisha, comment ni nyingi, watu wanasema mama tunakuelewa, tunapenda unavyofundisha. Kwa hiyo hakuna sababu ya kukificha hicho kipawa, zaidi sana kukinyanyua ili watu waweze kupokea kile ambacho Mungu amekiweka kwake. Mimi IPM nafuatiliwa na vijana wengi sana kwenye society na wanapenda sana lifestyle yangu. Mimi nilichokataa hapa duniani ni kuishi maisha ya watu. Yaani mimi nataka kuishi maisha yangu, kwa sababu 60% au 70% ya wanadamu wote unaowaona, mkiwepo nyinyi waandishi wa habari, naishi maisha ya watu. Yaani hutaki kuishi maisha yako. Yaani kuna vitu unatamani uvifanye, lakini unasema nikifanya hivi watasemaje? Wataonaje? Unaona bwana? Kwa mimi naishi maisha yangu na bado, yani mwaka huu ndio itakuwa balaa zaidi. Sasa hebu pata picha, hivi kitu gani kigumu kumkisi wife au Adam na Hawa kutembea uchi kwenye bustani ya Eden? Yaani hebu angalia uzito hapo upi. Yaani Adam na Hawa kwenye bustani, maandiko ndio yanavyosema hivyo, hawakuwa na nguo. Kwa hiyo mzee ile hata maana kama walikuwa wanamsifu Mungu, walikuwa wanamsifu Mungu akiwa uchi. Yesu uko hapa, ngoma huko chini nazo zinaenda hivi zinarudi hivi. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema, hawakuwa na nguo. Sasa afadhali hata mimi navaa nguo tu, unabakia tu mdomo na mkisi wife. Kwa hiyo mimi siamini katika kuyaishi maisha ya watu wengine. Sijamkisi, hatujafanya mapenzi madhabahuni, hatujavua nguo madhabahuni, pale tuko nyumbani na familia. Mimi nikiwa nyumbani sio mchungaji kaka. Yaani mimi nikiwa nyumbani nakuwa Rayvanny, mimi nikiwa nyumbani nakuwa Mbidogi, yani malavilavi. Unaona vizuri? Piga songi nini, namwimbia wife nini. Wajua kaka, hawa watoto wa kike hao wamekuwa kwenye mazingira ya shida sana. Hawa wanawake wetu wa Kiafrika hao wa Kitanzania wamekuwa kwenye maisha magumu sana. Kwa anapoingia kwenye ndoa, hategemei tena wewe umzidishie nini? Umzidishie uchungu. Inabidi wewe uwe faraja yake. Yaani mwanamke, mimi nakueleza ukweli, siongei maneno ya uongo. Mimi nikianguka sasa hivi IPM kafa, wife mimi atapata shida sana. Kwa sababu nimejitahidi, unaelewa vizuri, kumuonesha upendo. Nimejitahidi kumuonesha nini maana wanaume. Unaelewa vizuri? Yaani kumfanya comfortable. Unaelewa vizuri? Yaani mimi natamani kila kitu kizuri nimfanyie. Lengo yani aone kabisa huyu ni mwanaume. Kwa sababu kanikubali mimi nikiwa nalala chini. Kanikubali mimi nikiwa sina chochote, nina 5,000 mfukoni. Kwa nini nisimstylishe mwanamke kama huyu? Kama tunaowapenda wanasubiri tuwe navyo ndo watupende. Alafu ukampata mtu anayekupenda ukiwa huna chochote, kwa nini usimvalue? Kwa hiyo mimi najaribu kumvalue wife, najaribu kumfanyia vitu vizuri ambavyo naweza. Na mwisho wa siku maisha yenu ni yenu tu. Kwa hiyo usiogope watu watasemaje. Wewe ishi maisha yako bro. Usikiogope kifuri chako mwenyewe. Ukifa tu ukioni tena. Kwa hiyo ishi maisha yako tu bro. Mwandishi wa habari, hakuna kafara ya nguruwe. Hakuna kafara ya nguruwe. Alafu hata zamani tuliambiwa ukilala na mfupa nguruwe mchawi akurogi. Tukarogwa sana kaka. Tukaichukua mifupa nguruwe tukaiweka kifuani na tukakuta asubuhi tunachale. Sasa hashumu mchawi anakula nguruwe. Kwa anafika na mfupa wako anakupiga nao kichwani na anakuroga pia. Kwa hiyo sisi tunachinja mbuzi au kondoo. Hivyo ndivyo maandiko yanavyoelezea. Ibrahimu alichinja kondoo. Kwenye bustani ya Eden, Adam na Hawa. Hivi unajua Mungu ndio mwanzilishi wa kuchinja, so IPM. Mwenyezi Mungu alichukua mnyama akachinja. Alafu akawavesha ngozi wa wanadamu wa kwanza kabisa. Ibrahimu akataka kumchinja Isaka, Mwenyezi Mungu anambia hatuchinji mtu, tunachinja mnyama. Alipogeuka akamwona mnyama amekaa pale, akamchinja. Kwa hiyo kuku wapelekee waganga. Alafu waganga wetu wa Manzese apeleke kwa waganga, lakini sisi tunataka mbuzi au kondoo. Kwa sababu unapotaka mafanikio ya kweli lazima uchinje vitu serious.
Kama unataka kudanganywa, haya, mganga iko Manzese anakuambia alete kuku mwekundu, lete na mchele kilo 2 na Mo Energy za majini. Wewe toka lini jini akanywa Mo Energy? Sasa kupigwa huko. Kwa hiyo bwana, sisi tunachinja mbuzi au kondoo. Ndivyo kanuni. Unajua mimi nimekuta tu naitwa IPM. Kwa hiyo sijui siri. Unajua mama ndo anayejua mtoto. Kwa hiyo wakati mwingine ndio wao wanashauri wanaume usigombanie mtoto. Kama uko na mwanamke kimahusiano anataka mtoto amchukue, mwache. Kwa sababu unaweza ukapata aibu. Yeye ndo anajua huyu mtoto ni wa nani. Niachie mwanangu. Yaani ni kauli kubwa sana hiyo. Niachie mwanangu. Unapeleka kifua mbele kama umepigwa ngumi ya mgongo hivi. Unajua ni wako. Labda anakuonea huruma tu, akikwambia sio wako utakufa na pressure. Kwa hiyo ugombani, mwanaume gentleman hagombani mtoto. Unamtaka mtoto huyo hapa. Kwa hiyo na sisi kuna mambo ambayo tumeyakuta, hatuwezi kuquestion sana. Ni sawa sawa ujiulize Mungu alipokuwa anaiumba dunia alisimama wapi? Kwa hiyo kuna vitu vingine tunakubali kukaa kimya kwa sababu hatuna majibu navyo. Kwa hiyo tumekuta mbuzi na kondoo ndio Ibrahimu anachinja, Isaka anachinja, manabii wote kwenye Biblia wanafanyaje? Wanachinja. Kwa na sisi tunatembea mle mle kwa kile ambacho tumekikuta. Ni kuna hali tu ya kuheshimu tu madhabahu sometimes. Hakuna chochote. Kwa sababu hapa tunapanda, tunalala hapa, tunaomba usiku na nini. Kwa ni ile hali tu ya usafi wa madhabahuni hivi. Ijapokuwa unaweza ukapata na viatu pia baadaye, watendakazi watafanyaje? Watadeki. Hiyo sisi tunamwomba Mungu hapa sana. Haina tatizo, kwani Uislamu una shida? Mimi siamini Uislamu ni ushetani. Na hiyo ndio tofauti ya IPM na wahubiri wengine. Na hiko ndicho wanachokifanya mpaka wananichukia, wananipinga. Wewe kwa sababu mimi siamini kwenye kutukana. Mimi naamini kwenye upendo. Yaani wewe dhehebu lako lolote utakalokuwa nalo, mimi nitakupenda hivyo hivyo na dhehebu lako. Uwe mweusi, uwe mfupi, uwe mrefu, uwe mwembamba, nitakuheshimu kama mwanadamu mwenzangu. Swala la imani yako ndaliheshimu hivyo hivyo. Sasa mimi siwezi nikaja kwenye social media nikaanza kutukana Uislamu. Umenifanya nini Uislamu? Umenikosea nini? Wamenikosea. Hasa Waislamu wengine ndio wao wananialika. Bilionea Lugumi amenialika nyumbani kwake. Nimekwenda pale, kuna watoto yatima zaidi ya 1000. Amenialika, karibu bwana wewe ni IPM unalisha yatima na mimi nimependa, karibu mdogo wangu, nimeenda pale. Sasa ningekuwa namtukana angenialika. Nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram. Una Waislamu wangapi wamenifollow pale? Wengi sana. Sasa sifanyi hivyo ili wanifollow, lakini mimi siamini kwenye chuki. Mimi naamini kwenye upendo. Nina rafiki zangu wako pale airport, nikisafiri wakifika wananipeleka kwenye maeneo yao ya kazi, bwana pumzika hapa, kunywa chai, kunywa kahawa. Tunapenda mafundisho yako, hayana chuki. Dini hizi kaka ni upendo. Ukimwona kiongozi wa dini anafundisha chuki, huyu ana shida zake binafsi. Lakini dini ni upendo. Waebrania 12:14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote wakiwepo Waislamu. So mimi naamini katika upendo brother. Tulianzisheni za kigeto geto. Endelea. Sasa mimi nilikuwa nafundisha jamii, hasa upande wa watu wasanii, bongo movie na wale watu ambao ni manyange, mabatozi, mabrazameni ambao viongozi wa dini wamewatupa kwamba hawafai kwenye nyumba za ibada. Mimi ndo target yangu. Target yangu ni kwamba wanafaa. Mtu ana rasta, mnamwambia huyo hawezi kwenda mbinguni kwa sababu ya rasta. Unamuuliza Samson alikuwa na rasta? Ndio. Zimeanguka mpaka mgongoni? Ndio. Sasa mbona Samson sio shoga? Mbona huyu mnamuita shoga? Kwa marasta waendi kwenye nyumba za ibada kwa sababu ya nywele. Sasa nywele ni nini? Mungu ameweka nguvu kwenye nywele kwa Samsoni. Mungu. Yaani kaona sehemu ya kuweka nywele kwenye mwili hakuna, kaweka kwenye nini? Kwenye nywele. Lakini rasta mnamwambia kwamba anyoi, asiingie kwenye nyumba za ibada. Kwa mimi najaribu tu kuieleza dunia, tusicomplicate mambo. Ndio maana watu dini wameamua tu kukaa mbali na dini kwa sababu wanaona kila kitu ni dhambi. Ukimkisi mke wako ni dhambi, hata kutongoza ni dhambi. Sasa utaoaje bila kutongoza? Katongozeni huko muoe bwana. Wananipenda tu, wanakuja. Inatafsiri kwamba tusiwabague, tusiwabeze. Vile ni vipawa. Usanii ni kipawa. Yaani wewe uwezi ukaimba vile kama anavyoimba labda Harmonize au anavyoimba labda Darasa au anavyoimba Roma Mkatoliki, anavyoimba yule mwenzie Stamina. Ni vipawa Mungu anawapa. Ile ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo tunaheshimu kazi zao na vipawa vyao, alafu kwenye nyumba za ibada tunawakaribisha. Unajua kwenye mambo ya investigation kuna polisi wana rasta bro.
Yani huyu jamaa ni polisi alafu ana lasta, lengo aweze kufika katika eneo ambalo polisi wa kawaida hawezi kufika. Kwa wakati mwingine hawa watu tunawapoteza kabisa, ni bora tuwasogeze, kwa sababu anayebadilisha sio mtu, ni Mungu. Wewe huwezi kubadilisha. Mtu kama yuko mbali na hafai, msogeze. Sio kwa sababu mtu kavaa kipensi kinguo kifupi asiingie ibadani, mruhusu aingie. Namzidi nini Yesu? Yesu kakaa na malaya. Unaniangalia? Sema amina. Yesu kakaa na malaya. Imagine Yesu kaka. So IPM kichwa kikubwa. Yesu kakaa na malaya. Maandiko anasema wakamkuta anakula na kunywa na wenye dhambi. Anakula na kunywa na wenye dhambi. Yesu mtakatifu huyo. Kwa nini? Watu wabaya unaowaona wewe wabaya. Mungu hana watu wabaya, Mungu ana watu wema. Wote unaona wafai kwake Mungu. Alladhi lahu milki samawati wal ardhi. Akiwaangalia hivi anasema wote nimewaumba. Nini cha kufanya? Ninyi viongozi wa dini ongeeni nao lugha nzuri, polite language, wasogezeni. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo mizito, mimi nitawapumzisha. Kwa lengo la kupumzishwa mtu asiyefaa sio wewe kiongozi wa dini, ni Mungu ndiye anabadilisha. Ndio maana kuna viongozi wa dini wanabaka. Hako viongozi wa dini wanalawiti, wanafira. Kiongozi wa dini mzee anafumua mtaro, afu Jumapili kwa ibadani, haleluya. Sasa ni vile tu tuna jeshi la polisi ile ambalo linaheshimu viongozi wa dini. Otherwise mambo yangekuwa mabaya sana. Kwa hiyo tusiwabague watu kwa tabia zao, tuwasogeze karibu. Mungu anaweza akabadilisha chochote. Unajua nyumba za ibada ni kisima. Nyumba ya ibada ni kisima cha kuwasafisha watu kwa ajili ya kwenda wapi? Mbinguni. Nyumba ya ibada sio sehemu ya kuwatenga watu, ni sehemu ya kusafishwa. Sasa leo imekuwa ni tofauti. Kwa mimi najaribu kuiambia jamii na viongozi wenzangu wa dini, tusiwatenge watu. Zaidi sana tuwakubali kama jinsi walivyo, alafu wakiingia huko ndani ndo tutawarekebisha. Mimi nina moja protoko wangu huko sasa hivi anavaa suti. Lakini alikuwa hawezi kuvaa suti. Juzi tumeenda Kenya, tumepanda ndege inaruka hivi anasema tumbo inakata. Unaona vizuri. Yaani ni vitu walikuwa vizoi, lakini taratibu vitu vinazoeleka. Masai kuvaa suti wapi na wapi? Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu anayevuta bange asivute bange, aliyekuwa malaya akaacha ukahaba, si ndio? Aliyekuwa na danga asidange, lakini anawezaje kuviacha vitu hivyo kama umemkataza kuja kwenye kisima cha yeye kusafishwa? Sasa ndo rais yule yuko Ikulu pale. Tukubali tu sasa. Yaani kuna vitu lazima ukubali tu, lazima vitokee. Kwa hiyo hayo mambo ni uzuri, kuna mambo ya Torati na kuna mambo ya neema. Kwa neema inakubali hivyo vitu. Kwa hiyo sio jambo la kulikazania. Kwa wanawake wanatulisha, mbona tuseme kama wanatulisha sasa? Na wewe ni mwanaume. Kwa hiyo kuna vitu vingine lazima tukubaliane navyo tu. Alafu mwisho wa siku maisha yanakwenda mbele. Mama mchungaji, mama IPM, natamani aitwe mama IPM. Mama IPM hakati chochote. Tamkata mimi chumbani. Hayo ya kukatwa sijui kupunguzwa aliachiwe bibi. Yule ni mtu atakuwa kuheshimiwa sana. Kwa hiyo ikae hivyo. Najiamini ndugu mwandishi wa habari, naamini kazi yangu. Mimi naamini kazi yangu. Yaani mimi naamini ninachokifanya lazima kitokee, kwa sababu hao wanakuwa sio wa kwanza mimi kuwafanyia hivyo. Ninaamini mtu wa matokeo. Ndio maana ukimwona mtu anakwenda alafu mtu katoka Marekani kaja, anarudi tena anakuja. Kila inapofika kikao cha wanaume lazima wanaume waje. Na kila inapofika wakati wa kuchinja lazima wanaume waje. Kwa sababu mimi sina mambo ya kona. Ukweli huwezi kuufukia. Hakuna greda la kufukia ukweli. Wala hakuna mwanasiasa kuufukia ukweli. Wala hakuna bingwa dunia hii wa kuweza kuufukia ukweli. Huwezi kuufukia ukweli. Mimi maneno yangu yataishi tu. Unaweza ukaniua mimi, lakini huwezi ukaua ukweli niliozungumza kwenye mioyo ya watu. Leo watu wanamzungumza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa nini? Mtu hayupo. Wamepita watu kibao, wamepigwa poda, media wamepigwa poda kwa maendeleo. Yaani wamepigwa poda. Mwalimu Nyerere hajajenga daraja, Mwalimu Nyerere hajanunua ndege, Mwalimu Nyerere hajafanya chochote. Kayafanya machache ambayo aliyafanya, lakini yupo kwenye mioyo ya watu, kwa sababu huwezi kuufukia ukweli.
Kwa mimi IPM unaweza ukanipinga kwa sababu unanichukia, lakini katika ukweli nipime. Mimi nawaambiaga watu nipime. Mtawatambua watu kwa matendo, sio kwa namna wanavyoongea, kwa matendo. Wewe usiseme amenipiga, amenibia. Nilikuibia lini? Ulikuja kwangu, njoo kwanza simulizi tuchinje. Alafu baada ya hapo ndo naambia hili jamaa kweli sanii hili mwanangu. Nimekwenda pale nimechinja mwaka mzima, mwaka wa pili hamna kilichotokea. Nipime kwa matendo. Na mtawatambua kwa matendo. Unaona vizuri, huwezi kumdanganya mwanaume hivi hivi bro. Mimi nimefanya kikao cha wanaume wamejaa wanaume humu mpaka ndani, ndio maana kikao kinachokuja hiki hatufanyii hapa kwa sababu space ndogo. Watu 50 kutoka Kenya peke yake Kenya. Huwezi kumdanganya mwanaume aende kwa hisia. Huwezi kumwambia mwanaume pokea gari akakuelewa. Pokea nyumba kivipi? Anakuangalia usoni hivi. Mpe kanuni, asiyefanya kazi asile. Pambaneni. Mimi nawachanaga live. Mtoto wa kiume boxer 20 za nini? Boxer 2 zinatosha. TV nchi 100 ya nini chumbani, unaanza maisha. Weka godoro chini, pambana. So mimi nafundisha maisha, wanaelewa. Hasa wakielewa, wakienda wanaona matokeo. Mwaka jana nimewaambia wanaume wanaonifuatilia mimi, lazima mnunue shamba. Na wanaume zaidi ya 140 wamenunua mashamba. Na wengine wadogo tu na miaka 24. Kwa sababu naambia mnashindwaje kununua shamba 300,000? Shamba 400,000 Bagamoyo hapa. Kuna mashamba mpaka 250,000. Ni lazima kwa sababu mimi ndo kiongozi na wakomandi kwa mambo mema. Wanafanya matokeo yanaonekana. Kwa nini usikuelewe sasa? Sasa mimi siamini kwenye kujijenga mimi naamini kujenga watu. Yaani kwa kifupi tu mama atawafundisha watu na wataomba kama wanawake. Unajua mwanamke akiomba, mwanamke akiomba Mungu anasikia. Kwa hiyo watafundishwa neno la Mungu, watafundishwa uchumi, lakini pia watakutana wanawake kwa ajili ya kumwomba Mungu ili mwaka huu uwe ni mwaka wa tofauti katika maisha yao. Yes, kwa sababu umoja ni nguvu. Kwa hiyo wanapokutana, wanapomwomba Mungu, wanapomlilia Mungu, naamini Mungu atakwenda kuwasikia wanawake wa Kiafrika.